Nafikiri wakati alipofika, nafikiri alipoteza ufunguo kama sikosei. Sasa akachukua maamuzi ya kupitia dirishani. Sasa katika hali ya kupitia dirishani, sasa kuna nondo zile zinapita kwenye dirisha. Hasio hapo kifuani kabisa. Yaani hapa alishaingia. Yaani kwenye kifua hapa kwenye maziwa. Ameninginia upande wa ndani, kichwa kiko nje. Jana tumeachana hapo darajani hapo. Yeye kaenda hivi kwa Iricho, mimi nikaenda zangu makao mapya. Ile ni rafiki tu kama rafiki hivi. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Melamari, kata Sakina, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya kuhusiana na mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Philbert maarufu kama YT. Amefariki dunia baada ya kukutwa katika eneo hili la dirisha. Philbert alirudi majira ya jana usiku. Huenda alipoteza funguo za ndani kwake kuingia, lakini yeye akaamua kuingilia dirishani hapa ambapo nimesimama. Alijaribu kupanda na akaingiza miguu, lakini alipofika size ya kifuani hapa akawa ameshindwa kuingia ndani. Hivyo nondo hizi mbili zikambana na akakosa pumzi. Mwisho wa siku asubuhi walimkuta amefariki dunia. Lakini hiyo imebainika baada ya jirani yake ambaye anaishi chumba cha pili hapa, yeye kuamka asubuhi na kukuta mbona kuna mtu yuko dirishani hapa akiwa anaonekana kichwa peke yake. Akatoa taarifa katika ngazi zinazohusika. Mwisho wa siku mwenyekiti wa mtaa akafika katika eneo hili na akatoa taarifa kwa vyombo vya usalama, kwa maana kwamba polisi wakafika eneo hili na kuchukua mwili huo na kupeleka kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu wa Melamari akieleza na akizungumza na wananchi hasa kuacha kutumia vilevi nyakati hizi za mvua, kwa sababu pia Philbert inaweza kwamba alikuwa pia ni mtumiaji wa pombe, na katika hali alikuwa nayo ilikuwa ni vigumu pia kuweza kumaliza zoezi la kuingia ndani kwa kupitia dirishani. Naitwa George Lesian Molel, ni mwenyekiti wa mtaa wa Melamari, kata ya Sakina. Huyu bwana ambaye leo amepoteza uhai anaitwa Mr. Philbert Sawaya. Ni mkazi wa Kilimanjaro, ana umri wa miaka 50 kwa kukisia. Lakini majira ya saa 12 asubuhi mimi nakuaga na kawaida ya kuzunguka kwenye mtaa wangu kucheki usalama na mambo mengine. Baada ya muda kidogo nikawa nimepigiwa simu na dada mmoja ambaye ni ndugu na mmiliki wa hili jengo analopanga huyu ndugu ambaye sasa ni marehemu. Akaniambia kuna mtu amejitundika dirishani. Ameacha kupitia mlangoni, akawa amepitia dirishani. Sasa baada ya kufika eneo la tukio, kweli nilimkuta kiwiliwili kiko ndani lakini kichwa kiko nje. Sasa nikamwambia msimguse kabisa, muacheni hivyo hivyo, lakini baada ya kupeleka mkono kidogo kwenye pua nikaona kama vile hapumui kabisa. Sasa hapo nilichokifanya ni kupiga simu kwa mtendaji wangu wa kata. Baadaye nikampigia polisi kata. Kweli polisi kata alifanya jitihada, akapiga sentro moja kwa moja. Ndio polisi wakafika eneo la tukio, ndio tukatoa mwili kupeleka mochwari. Yaani huyu bwana kwa tunapomfahamu bwana ni fundi carpenter, na ni mtu anapenda sana kunywa pombe. Na anakuwa alone. Yaani ukimkuta mahali anakunywa anakaa peke yake, hataki kujichanganya na watu. Kwa hiyo hata kipindi anazidiwa na pombe, apate hata mtu kumwambia kwamba ise pombe naona kama inakuzidi. Kwa hiyo yani ni yule mtu ambaye hana wale marafiki wa moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri wakati alipofika, nafikiri alipoteza ufunguo kama sikosei. Sasa akachukua maamuzi ya kupitia dirishani. Sasa katika hali ya kupitia dirishani, sasa kuna nondo zile zinapita kwenye dirisha. Sasa mwili ukawa umeingia huko ndani, lakini sasa kichwa ikashindwa kuingia. Sasa nondo ikabaki imemshika maeneo ya shingoni, ambayo hiyo ndio itakuwa imesababisha kifo chake. Wito wangu ni kwanza kabisa ni pombe za kupitiliza kiasi. Alafu pia na kuangalia pia na mazingira, unakunywa pombe muda gani? Naona unafika maeneo ya makazi yako muda gani? Kwa sababu hao jamaa wanakuwa na kawaida wanakunywa pombe muda mrefu, hasa vipindi hivi vya mvua.
Sasa anapojitahidi kuja nyumbani na ulevi na nini, sasa akili zinakuwa zimehama muda huo. Kwa hiyo natoa wito kwamba wapunguze pombe za kunywa kwa kupindukia, na pia wajaribu kuishi pia na familia, maana wengi wanaishi alone. Nakuta mtu anaishi peke yake kwenye chumba, kwa hiyo anakosa hata msaada. Kwa hiyo mimi nawaasa sana hao wanywa pombe wasinywe pombe za kupindukia. Na hata pia wauzaji, ukishamuona mtu amekunywa karibia kulewa kabisa, mwambie saa hizi siuzi tena, wewe nenda nyumbani, umebakiza na nguvu tu ya kutembea sasa. Kwa hiyo nao pia nawaasa wauzaji kwamba nao wapunguze makali ya kuuza pombe. Wasipende tu hela, waangalie pia na utu wa kibinadamu, kwamba binadamu naye anastahili kwa na haki zake, afike nyumbani akiwa salama. Huyu bwana ni mkazi wa mkoa wa Kilimanjaro, lakini kwa kipindi hicho alikuwa akifanya kazi kwenye mtaa wangu wa Melamari, ni fundi carpenter, na kwa sasa hivi bado tunaishi naye huku. Kwa hiyo ni mkazi wa Kilimanjaro kwa ujumla. Kuna ndugu yake mmoja nimempata kwa mawasiliano, na ameniambia yuko njiani ndo anakuja, ili utaratibu mwingine uweze kuendelea, kwa sababu mwili tayari tumeshahifadhi mochwari. Kwa hiyo ni kiasi cha sasa wao kujipanga sasa namna gani wanaweza kustiri mwili. Oliver Rogasiani Richard Shayo. Naishi nyumba ya jirani. Sasa kuna mdogo wangu ambaye anakaa hapa nyumbani na mama. Akanipigia simu akaniambia, dada, naomba uje. Nikamwambia kuna nini? Akaniambia hebu njoo mara moja. Nikamwambia nieleze nini kilichotokea. Akaniambia hebu njoo tu utakuja uangalie mwenyewe. Nikaja. Akaniambia ni huyo fundi mweupe amefariki. Nikamwambia amefariki kwa nini? Akaambia alikuwa anaingilia dirisha, naona akawa amebanwa kwenye hizo chuma. Nikampigia mwenyekiti wa mtaa, nikamwambia mwenyekiti, nakuomba uje. Kweli mwenyekiti alifanya haraka, akaja, tukaja wote. Tulivyofika hapa tukamwangalia na mwenyekiti kumwangalia akasema mtu ameshafariki. Basi ndo akachukua hatua nyingine kupigia viongozi wengine simu. Sasa naona kama vile alivyoingia kwenye hilo dirisha alishindwa kufika chini, na labda alikuwa ameelewa, sielewi. Sasa ile kuingia akawa amebanwa kwenye kifua. Ndio kitu kilicho katika kumwangalia sisi tunaona ni chuma zimembana kwenye kifua. Hasio hapo kifuani kabisa. Yaani hapa alishaingia. Yaani kwenye kifua hapa kwenye mazio. Amening'inia upande wa ndani, kichwa kiko nje. Kufuli sisi tumeiona imebanwa kwa nje. Uende kaa alipoteza funguo sisi hatujui. Kama vijana wanaokunywa pombe wajaribu kupunguza pombe, wapate muda wa kula pia. Ndio hivyo. Akaniambia niwekea hapa, nikamwambia waitiko sana kudai buku yangu, hebu nipe buku yangu kwanza. Akaniambia magei hela nilotumwa. Na yule baba aliyokuwa saluni moja. Ndio alompa aombe nini? Aombe change. Nikampa change 5000, akaenda hivi nje ya mtondo akaondoka sana Jaki. Wakaachana zani, ndio waliachana hapo nini? Darajani. Ndio nashashangaa na ambaye ile waitia amekufa. Ndio asubuhi ananiambia mwenyekiti eti waitia. Sijajua sasa bali gari chani wala nini. Yaani alikuwa na utani, maana sasa huyu analia hakuamini kwa sababu utani waliokuwa nao ni mkubwa. Jana tumeachana hapo darajani hapo. Yeye akaenda hivi kwa Richo, mimi nikaenda zangu makao mapya. Ile ni rafiki tu kama rafiki hivi. Nashtusha. Ndio nimefika hapo akaambia na mama anayeuza uji hapo. Lidia ndo ameniambia kwanza nilikuwa najificha Lina asinione. Lidia akaniambia njoo. Eti aita amekufa, nikamwambia eti yupi, akaniambia kwa mashauri. Basi mimi naitwa Eliauni Yohani Makupa. Huyo alikuwa ni fundi. Jina lake anaitwa ni Philbert Mtenga. Philbert Sawaya Mtenga. Yeye ni fundi wa carpenter. Fundi ambaye anategemewa na kila mtu pale nani hapo workshop hapo. Anafanya kazi za kujitegemea. Anaitwa Mombeki Sabiniani, niko hapa Sakina hapa Matejeo. Kuna tukio lenye limetokea hapa. Kweli limesikitisha sana. Alikuwa anaingia ndani mwenyewe. Tetesi iliyokuwepo wanasema alikuwa amelewa na amepoteza funguo. Sasa kwenye kuingia ndani kwake kakwamia dirishani, ndio hivyo mauti umemkuta. Na alikuwa anaingia ndani, nadhani alikuwa amelewa. Kaingia ndani, ndio hivyo tumekuta asubuhi mwili jamaa amefariki dirishani, amepitia dirishani, bahati mbaya akakwama. Ilikuwa ni shingoni, kakwamia shingoni, na maana alikuwa hawezi kupiga kelele wala kufanya kitu yote, hajageuka wala kufanya kitu yote, na mauti umemkuta hivyo. Na sisi tumekuja kushutuka asubuhi.
Ni nyumba tu ya udongo, ipo kati hapa, yani kidogo imebanana sana, haieleweki. Kwa kweli mimi kama mwananchi, kitu chenye naweza fikiria kichwani, pombe ni hatari. Kwanza pombe ni kitu hatari sana, kwa sababu muda kama huyo jamaa nadhani wakati anakuja hakuna aliyemuona, lakini hiyo kitu imesababishwa na nini? Pombe. Kwa sababu asingekuwa amelewa nadhani angepata usaidizi haraka sana, angeongea. Lakini kitu chenye kinaonekana hapo, pombe ndio imeleta madhara kwa wengi. Atupunguze sisi vijana nguvu kazi, tupunguze hizo content ya nanilia kunywa pombe, kitu mbaya sana. Mimi Raji Msuya, kazi wa Olmatejo B. Tukio nimeliona na nimeenda kushuhudia. Mimi kufika pale nimekuta marehemu amebanwa na nondo. Yaani marehemu alikuwa anaingia kwake. Kwa hiyo ingia kwake, wakati anaingia ile kutanguliza miguu, kwa hiyo bado kifua kimebaki nje. Sasa wakati anajiokoa ndo sisi kufika hapa tumemkuta kwenye hiyo situation. Tumemkuta kwenye situation ya Neliu, yupo kwenye nini? Kwenye dirisha. Yupo kwenye dirisha. Yaani miguu ipo ndani, yaani kifua kipo nje. Kwa hiyo amebaniwa hapo. Mimi tumemkuta akiwa amebaniwa hapo. Kifua hapo, ametaa kifua hapo. Mimi sijajua, sababu uweze sema mimi sijachunguza chanzo cha kifo chake, lakini mimi jinsi nilivyomuona chanzo cha kifo chake ni kubanwa na nondo. Na hisi funguo alipoteza. Funguo na hisi alikuwa hana. Sasa kama funguo hana, ndo kama mwanaume akaamua achekeche kiumeume. Ushauri wangu kwa jamii ni kuwa tu makini na vitu vyao basi. Sababu jamaa kama angekuwa hajapoteza funguo, yote angesomkuta.